Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, wapenzi watazamaji wa Babu Salam Online TV. Bimashaki tuko hadhi kwa nyingine hapa, tunasema tuko Mnenia hapa ikiwa leo Babu Salam Online TV imegura huku katika vijiji vya wilaya Kondoa, na hapa tukio Mnenia nikikutana na rafiki yangu hapa kipenzi ambaye mashallah yeye ni moja katika wasomaji wa Qur'ani kwa njia ya tajwidi au makamati. Tutapata majina yake hapa na tuweze kupata historia yake. Ni moja katika vijana ambao wanaozungumzwa sana katika nchi ya Tanzania, akiwemo ndugu yangu hapa, rafiki yangu. Tuweze kupata harakati zake, namna ambavyo ameanza kusoma na mpaka amefanikiwa katika hifani ya makamati. Ndugu yangu, kwanza karibu sana Babu Salam Online TV. Leo tuko hadhuri hapa katika mji huu wa Mnenia. Tuweze kwanza kupata majina yako kamilifu, pili tuweze kupata mambo mazuri kutoka kwa karibu. Asante, nashukuru sana. Walillahi alhamdu. Kwanza nashukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kutuwafikia na kukutana na ndugu yangu huyu Ustadh Ramadhan, akiwa ndo msimamizi wa channel yetu hii ya Babu Salam. Kwanza tunamwomba Mwenyezi Mungu atuwafikie na itunze Babu Salam kwa namna moja ama nyingine insha Allah, sababu anafanya kazi kubwa sana. Alhamdulillah. Kwa majina kama alivyo niambia ndugu yangu, ni jitambulisha kwa majina, anaitwa Ahmad Hija Isa, ni mzaliwa wa kata hii ya Mnenia, kijiji cha Itundwi, kitongoji cha Usalwi. Alhamdulillah. Ndipo ulipotokea hapo? Ndipo nilipotokea Usalwi, katika kitongoji kiko katika kijiji cha Itundwi. Lakini hiyo Itundwi yenyewe iko katika kata ya Mnenia. Leo tutataka kujua Babu Salam Online TV, na hasa wapenzi ambao wanatufuatilia sana kwenye mchakato huu wa kuviinua vipaji hivi vya fani makamati, ukiwa ni moja katika watu ambao ama vijana chipukizi ambao wanafanya kazi kubwa ya kuhakikisha mnaisongeza mbele Qur'ani. Qur'ani zinasoma kwa namna nyingi, lakini nyinyi mnakwenda kwenye mambo ya makamati. Na ni fani katika fani ngumu hizo. Hebu tuelezee kwanza uhalisia wa maisha yako ambao ulivyoanza kusoma na mpaka sasa ulipofikia. Alhamdulillah rabbil alamin. Kwanza elimu yangu ya dini nimeanza kuichukulia nyumbani. Hasa mwalimu wa kwanza ni mama yangu. Hasa huyo ndo mwalimu wangu wa kwanza. Baada ya hapo akanipeleka kwa kaka yake ambaye kwamba alikuwa akiitwa Ustadh Shaban. Huyo ni kaka yake ambaye kwamba ni amezaliwa pamoja naye, baba mmoja mama mmoja. Kwa hiyo nimeanza kwa mama, kisha nikaenda kwa kaka wa mama. Lakini pia nikaenda kwa ndugu yake ambaye kwamba tena ni kaka wa mama. Kwa hiyo baada ya hapo kutoka kwa anko wangu Shabani, baada tena anko wangu Shabani akanihamishia kwa Ustadh Saidi ambaye kwamba niko akifundisha katika kijiji cha Baura kilichomo ndani ya Itundwi. Lakini baada ya hapo nikatakharaj, nikatoka kwa Ustadh Saidi akanipeleka kwa Sheikh Omar Saidi Al-Jauhari, yuko Arusha Olmatejo pale. Ndipo anapatikana, na nikaenda pale kuchukua masomo yangu ya dini kwa muda wa miaka 4. Alhamdulillah rabbil alamin. Baada ya hapo sasa Sheikh mwenyewe akaniambia sasa nikaonekana kuwa nina kitu kipaji ambacho kwamba nina hichi kipaji. Sheikh akaona huyu bwana ana kitu, akaniambia sasa wewe hebu mtafute mtu fulani, nenda kwa mtu fulani. Na akanishauri niende nimtafute Ustadh Boki. Walillahi alhamdu, nikawa nimetolewa katika ule mji wa Arusha kumfuata mwalimu Boki katika mji wa Dar es Salaam. Nadhani baada sasa ya kufika Dar es Salaam, kwa ufupi ikawa nimefungamana na mwalimu Boki, akawa amenielekeza mengi katika masala ya makamati. Na naomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, Mwenyezi Mungu awatunze mashekhe zangu. Na namuomba sana Mwenyezi Mungu awahifadhi na awape umri mrefu ili tuzidi kustafidi na tuzidi kupata mengi kutoka kwao. Walillahi alhamdu. Tukimsikiza ndugu yangu Ustadh Ahmad hapa almaarufu anaitwa Twiga, ndio jina ambalo hili ni jina la kazi ile. Hili ni jina la kazi. Baada kwanza hili la Twiga kutokana na labda usomaji, hapana. Limepatikana kulingana na kule katika kupambana
kule katika hali za kumswalia Mtume sallallahu alaihi wasallam na kupiga kibega. Ulikuwa unapiga kibega hapa? Ulikuwa unapiga kibega sana. Kama twiga. Sana. Yaani unayumba vile yani. Vibaya mno. Allah. Sasa kuna watu hawajakuona anga zako. Hawajaniona. Kuna wengi sana hawajashuhudia hii hali. Wananishuhudia katika na namshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kuna vitu kanijalia katika kila sehemu kidogo huwa nimepita. Okay. Alhamdulillah, basi kuna al-akhi ndugu yangu anaitwa Al-Habibi Koi. Kakaangu nampenda sana na Mwenyezi Mungu amhifadhi. Baada ya kuona ile hali sema jamaa kama twiga huyo. Ya salam. Basi ndo twiga ilifika mahala hata jina langu la Ahmad tena likawa mtu halifahamu. Ukinitaja Ahmad mtu afahamu. Lakini ukitaja lazima utaje Ahmad twiga. Hili ndo likawa sasa ni maarufu sana. Na namshukuru Mwenyezi Mungu, ndugu yangu Likoi, Mungu amtunze. Ni wallahi amhifadhi sana. Bwana, hapa tuko Mnenia na haya ni mambo mazuri ambayo yanatoka hapa kwa ndugu yangu Ustadh Ahmad almaarufu Twiga. Kama tulivyosikia, hili jina hili alipewa kwa sababu ya kumsifu Nabii Muhammad sallallahu. Yani mwili wake ulikuwa unatingishika pindi dufu linavyopigwa pale. Ndivyo hapo alipopata hilo jina, na ndio jina lililoshamiri hata mpaka kwenye usomaji wa Qur'ani. Kama utaita Ahmad maana watu watashangaa, lazima useme Twiga, ndio maana yake mambo yanavyokwenda na mbele. Ndugu yangu, tuweze kumalizia kipindi chetu. Naam. Afani kidogo, lakini ni siku ya masiku, katika masiku nilikutana na Said Jaafar katika mji wa Masawi kwa al-akhi mjomba wangu Ustaz Muhammad Ndoro. Nikawa nimetabarruku, akanitaka nisome Qur'ani. Baada ya kusoma Qur'ani ya kumaliza, basi sadaqa Allah yeye mwenyewe. Nilipotajwa jina la Twiga akasema hapana, huyu kuanzia leo asiitwe Twiga, aitwa Ahmad Tiki. Sasa sijajua yeye Said Jaafar aliona nini, kwa sababu ni watu yani maana yake pengine katika ile Qur'an uliyoisoma yani ulipitiliza, yani uliwatoa watu pengine katika ile marhala ile ukaenda kwenye marhala nyingine. Sijajua kwa sababu ni watu wakubwa, mimi siwezi kulielezea. Mwenyewe tu sadaqa Allah akasema huyu nani, msema anaitwa fulani, akasema huyu aitwa Ahmad Tiki. Marhaba. Sasa sijajua alichokiona na mpaka akasema namna hiyo. Kikubwa Mwenyezi Mungu awahifadhi. Sasa tunataka tumalizie walau kwa maneno machache. Wako ambao vijana wenye harakati kama zako, wenye mipango kama yako, yani kadhalika hivi, ambao wanapambana kuhakikisha kwamba hii fani ya tajwidi ama fani ya makamati wanaipata na wanaendelea nayo na wanafaulu nayo. Lipi la kuambia wale ambao wanataka kukata tamaa? Kwanza, jambo la kwanza ni waombe wasikate tamaa. Kwa sababu Mwenyezi Mungu mwenyewe anasema la taknatu min rahmatillah. Tusikate tamaa na rehema za Mwenyezi Mungu. Na kwa kuwashajiisha vijana wenzangu maneno ambayo kwamba yatakayotupa nguvu sote, tunaambiwa kama sikosiki itakuwa ni hadithi, inna Allaha yarfa bihadha alkitab aqwama. Kama maneno nadhani atakuwa namna hiyo, kama yatakuwa namna hiyo, lakini vile yalivyokuwa hakika Mwenyezi Mungu anawanyanyua watu kupitia hiki kitabu. Tusikate tamaa, tufungamane na Qur'ani na kupitia Qur'ani itatunyanyua daraja. Na kama mtu ulikuwa duni, kupitia Qur'ani unapata sharafu. Uko kijiji, nchi inapata sharafu kupitia Qur'ani. Kwa hiyo vijana wenzangu, kubwa tusikate tamaa, tufungamane na wale ambao kwamba wametuzidi. Na kubwa sasa tumuombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atupe ikhlasi. Atupe ikhlasi katika kazi zetu tunazozifanya insha Allah. Hili ni kubwa sana. Ikhlasi ni msingi mkubwa sana. Na hili haswa ndo nitakalowahusia hata wale ambao kwamba tuko nao tunaosoma fani hii ya tajwidi na hata fani zingine za kiilmu. Kikubwa tumuombe Mwenyezi Mungu atupe ikhlasi. Tunataka tumalizie hapa. Umetueleza kwamba watu wanatakiwa kwanza wawe na subira, hasa katika usomaji, sio tajwidi tu, hata masomo mengine. Maana yake Waswahili wanasema mtakacha uvunguni sharti ainame. Na hii ndo nukta muhimu. Na tumeona hapa baadhi ya vijana wengine ama watu wengine ama wazazi wengine kadhalika hivi wanazuia swala hili, ama watu wasisome dini. Qur'ani bwana, dini bwana inakunufaisha na nini bwana? Mbona dini tu ukisoma dini utakuwa shekhe, sasa ukiwa shekhe unakuwa nani wewe? Soma bwana, mama wa kiskuri brother. Soma upate senti. Lakini tumeona wewe ni moja katika watu ambao ulionufaika na Qur'an. Kwanza umeenda umra, umerudi juzi tu, hata siku 5 hujafika. Umeenda umra. Lakini umekwenda nchi zingine. Kwenda kufanya kuisoma Qur'an.
Na kwanza unapendeza kwa sababu tu riziki unapata. Alhamdulillah. Kuna watu wanadharau kwamba hii fani hii bwana Qur'ani bwana haikunyanyui. Sasa wewe ni moja katika watu waliokwenda, kwanza umekwenda umra kwa kupitia Qur'an ulioisoma. Lau kama sio Qur'an usingeenda umra brother, sio? Lakini umekwenda nchi zingine, tumesikia Bangladesh wanaitwa na nchi gani? Kwanza tuelezee kwanza na utuambie kwamba na ututhibitishie haya ninayozungumza ni kweli? Haya aliyozungumza ndugu yangu ni ya kweli. Mimi langu kubwa tufungamane na Qur'an. Na tufungamane kwa sababu Mungu mwenyewe anasema inna hadha alqur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Mungu hawezi akaleta kitu alafu kisiwe na manufaa, alafu kisiwe ni kitu ambacho kwamba ni muhimu. Lengo tufungamane na Qur'ani. Qur'ani ndo kila kitu. Qur'ani ndo muongozo wa maisha yetu. Qur'ani ndiyo mfumo hasa wa maisha yetu sisi hapa duniani mpaka akhera. Kwa hiyo vijana wenzangu tufungamane na Qur'ani, kisha tusafishe nyoyo. Tutengeneze ikhlas katika nyoyo zetu. Wallahi Qur'ani itatunyenyua na tutafika mbali. Hakikatan alivyozungumza ndugu yangu, nimejaribu kwenda nchi ya Bangladesh, hii yote ni Qur'ani. Lakini juzi hapa nilikwenda na ndugu yangu al-akhi Sheikh Said Shaban al-Qari, huyu ni maarufu fil alam. Ndio tulikwenda naye katika ibada, kufanya ibada ya umra. Na hatukwenda labda sisi ni matajiri, sisi tuna hela, hapana. Tulikwenda kwa sababu ya Qur'ani. Qur'ani ndiyo iliyotupeleka umra. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ni Qur'ani. Kikubwa tu ni kusafisha moyo na kumwomba Mwenyezi Mungu atupe ikhlas katika yale tunayofanya. Kwa kweli ni hayo. Bwana wapenzi watazamaji wa Babu Salam Online TV, tumesema tunajivunia mambo mengi ambayo yanaendelea hapa na ndugu yangu Said Ahmad hapa, ambaye ni Sheikh Ahmad ama Ustadhi Ahmad Ibni. Hilo ni jina ambalo pinge unaweka mabano kidogo, Twiga alladhi. Ni kijana ambaye anapambana kuhakikisha Qur'ani anaipeleka mbele. Na maneno haya yanayozungumza ni ujumbe tosha kwa wale ambao tunaoisoma dini. Jambo la mwanzo amezungumza, ukitaka kunufaika na dini yako, ukitaka kunufaika na elimu yako, ukitaka kunufaika na Qur'ani yako, kwanza kuwa mcha Mungu. Jambo la mwanzo unatakiwa umuogope Allah. Jambo la pili uwe na subira na kila ambacho unachokitenda. Jambo la tatu jitahidi na kila ambacho ulichokipata. Leo tumeona mafanikio makubwa ambayo ndugu yangu hapa anazungumza Ustadh Ahmad, anasema amekwenda umra, amekwenda nchi nyingine za Kiarabu hizo. Lengo kubwa kilichompeleka Qur'anul Karim. Unashindwaje kuisoma Qur'ani rafiki yangu? Una uwezo wa kuisoma Qur'ani, soma Qur'ani. Una uwezo wa kusoma elimu, soma elimu. Umepata elimu, itumikie elimu yako, na umepata kusoma Qur'ani ama kujifunza Qur'ani kwa njia ya tajwid, tumikia Qur'ani yako. Niko na ndugu yangu hapa. Na yote haya ni manufaa ambayo yalopatikana kwa ndugu yetu kwa sababu ya kuipenda Qur'ani na kuisoma Qur'ani na kuitumikia Qur'ani. Maana haya ni matumizi ya Qur'ani. Ameitumika Qur'ani. La tukushukuru kwanza ndugu yangu Said Ahmad. Kwanza umenifurahisha sana. Ni kijana ambaye kwanza unajiamini. Na kijana ambaye unathubutu. Moja katika vitu ambavyo maendeleo inatakiwa kwanza uthubutu na ujamini. Kwa sababu naam, mafanikio yanapatikana kwenye kujiamini. Kujiamini. Haswa hilo ndio la msingi, lakini kuna jambo lilizungumzia kidogo. Kwa nini watu wasome shule? Kule ndio kuna pesa, kuna nini? Pale. Kwa nini kuna elimu, unasoma unaajiriwa? Katika swala la riziki, hilo liko kwenye milki ya Allah. Wako wengi sana tumewashuhudia wamesoma maskuli, wamesoma mpaka wapi, lakini wapo. Kwa hiyo tusome, hata kama mtu anasoma shule, tusome kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tusome kwa ajili ya Allah. Kwa sababu iqra bismi rabbika alladhi khalaqa. Yani hapo tukae kwenye mabano haya. Kile unachokisoma soma kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Ndipo tutapata mafanikio. Hata hiyo shule yenyewe, hata haya mambo yote haya tusome kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, na kule kuwa na ikhlas. Ili la kwangu ni hili. Na kule kutengeneza moyo. Kutengeneza moyo. Ya Allah. Yani moyo huu unatakiwa tujitahidi sana kutengeneza nyoyo insha Allah. Bwana tutafika mbali. Ahlan wa sahlan wa marhaban, tumesema tuko mneni hapa. Nikushukuru sana ndugu yangu kwa mambo mazuri ambayo umezungumza, lakini wengi wataenjoy ama watafaidika na saha yako.
umeyazungumza mambo ambayo kwa kweli ndio yanaendelea kwa wakati huu. Watu wanaizorau skuli. Kumbe skuli unatakiwa usome shule kwa ajili ya kuitafuta akhera yako. Na usome dini kwa ajili ya kutafuta akhera yako. Kwa sababu ukisoma skuli lazima uwe na senti kama hivyo sahihi. Sasa yale maisha unaoishi kwa ajili ya Allah. Ukiwa mbunge maana utasaidia Uislamu wako. Ukiwa mwenyekiti wa kitongoji utasaidia dini yako. Kadhalika ukiwa shekhi utasaidia dini yako. Mwafahamu Kila moja na umuhimu wake. Lakini nimalizie kwa maneno yangu machache ndugu yangu, wengi watatamani sasa. Wengi watatamani hivi kweli umekwenda umra kwa sababu ya Qur'an. Umekwenda Bangladesh kwa sababu ya Qur'an na nchi zingine ambazo na mashindano ambayo umeshiriki nayo pengine hapa katika nchi yetu hii ya Tanzania na nje ya Tanzania. Wengi watatamani sasa wala uwasikie wala kwa dakika 3 Qur'ani ambayo pengine ndio uloisoma ukapata nafasi ya kwenda umra. Tunataka tusikie na pindi pale wapenzi watazamaji ambao wananiangalia watatamani kuisikia ile Qur'an ambayo umeisoma kwa mara mwisho ukapata tiketi ya kwenda umra. Toban wala kwa dakika 3 habibi. اللهم صل على سيدنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. وجاهد في سبيل الله لا القوم الظالمين. صدق الله العظيم. Naam, wapenzi watazamaji wa Babu Salam Online TV, hii ni Qur'anul Karim kisomwa na ndugu yangu hapa Ahmad almaarufu Twiga. Naam, hii ni kweli ni Qur'an ambayo umesoma kwanza vizuri sana rafiki yangu. Mungu akubarikie na Mwenyezi Mungu atujalie tupate thawabu. Qur'an hii umeisoma kwa ufundi kweli kweli. Naamini watu wengi watakufuatilia sasa. Bwana ndugu zangu, hapa ndipo nitapokuja tamati baada ya kuwa nimepata mambo mazuri kutoka mnania hapa. Nikiona ndugu yangu hapa Al-Habib Ahmad Tiki ama Ahmad Twiga, yote haya ni majina ya kazi maana yake. Ulikuwa nami ndugu yako Ustadh Ramadhan bin Juma bin Hussein wa Babu Salam Online TV. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.